Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua wameshtaki tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kotini kwa madai ya ukiukaji wa katiba katika chaguzi tatu kuu zilizopita. Wakiongozwa na vinara wengine wa mrengo wa upinzani, walalamishi hao wanaowakilishwa na Gitobu Imanyara wanaomba mageuzi kadhaa ya sheria yatekelezwe, la sivyo kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027 hakitakuwa cha huru na haki. Laban Shaban anatufungulia taarifa zetu. Muungano wa upinzani umekimbia mahakamani katika harakati ya kutaka mageuzi ya sheria za uchaguzi, ukiibua hofu na kusema iwapo utekelezwaji wa haraka hautafanyika, uchaguzi wa mwaka 2027 utasambaratika. Kupitia ombi katika mahakama ya Milimani, muungano huo umeorodhesha Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, Franklin Mithika Linturi, Justin Muturi na chama cha People's Liberation Party PLP kuwa walalamishi. Viongozi wa upinzani wanawakilishwa na wakili Gitobu Imanyara kutaka mageuzi adhimu kwa dharura, yakiwemo kutangaza vituo vyote vya kupigia kura kwenye chapisho rasmi la serikali angalau miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Amri kwamba matokeo ya urais yanayotangazwa katika eneo bunge ni ya mwisho. Marufuku dhidi ya udhibitishaji wa matokeo ya urais katika kiwango cha kitaifa. Ulainishaji wa lazima wa kura katika kila kituo cha kupigia kura. IEBC lazima ichapishe sajili ya mwisho ya wapiga kura miezi 3 kabla ya uchaguzi. Imanyara anasema mabadiliko haya ni changamano na ya kiufundi, kwa hivyo yanahitaji muda wa kutosha ili kufanyiwa majaribio kote nchini kabla ya kutekelezwa. Mahakama Kuu imepokea ombi na kuratibu siku ya kusikiza kesi kuwa Disemba 16 mwaka huu, ambapo upinzani utachuana na IEBC, mwenyekiti wake Erastus Edung Ethekon na mwanasheria mkuu katika shoroba za mahakama. Viongozi wa upinzani wanaomba koti ifafanue baadhi ya ibara za katiba zinavyoainisha uchaguzi wa urais katika maeneo bunge. Katika kifungu cha 86 ba na cha, katiba inahitaji kura zihesabiwe, kuwekwa katika jedwali na matokeo kutangazwa upesi katika kila kituo cha kupigia kura. Kisha kura zikusanywe kwa uwazi na usahihi na kutangazwa na msimamizi wa kura katika kila eneo bunge. Walalamishi wanateta kuwa udhibitishaji katika kiwango cha kitaifa unakiuka agizo hili la katiba. Kifungu cha 138 sehemu ya pili kinaeleza uchaguzi wa urais utafanyika katika kila eneo bunge. Viongozi wa upinzani wanalalama hesabu katika ngazi ya kitaifa ni ujumlishaji wa matokeo ya maeneo bunge na wala si uchaguzi mwingine ama mchakato wa udhibitishaji. Na katika kifungu cha 138 3 cha, walalamishi wanaomba ufafanuzi uwe kuwa baada ya kuhesabu, jukumu liwe kukusanya na kutangaza matokeo bila msingi wa katiba wa kuhesabu tena, kubadilisha ama kudhibitisha tena baada ya kubaini kuwa ni kura halali. Laban Shaban, NTV.